tutatolewa kwenye mstari. Tutaanza kujadili vyombo vya habari, mitandaoni, kila mtu tunajadili kuhusu madai ambayo hayana msingi. Hapa tunamlenga makamu mwenyekiti, afu tunaacha katiba mpya, tunaacha Tundu Lissu, tunakuwa diverted, tunakuwa diverged, tunakuwa divided. Tusiwafaidishe watawala ambao wana hali mbaya, wana mbinyo wa kimataifa mkubwa sana unaohitaji haki Tanzania, wana mbinyo wa ndani wa wananchi wa nguvu ya umma mkubwa sana. Tumefika katika hatua ambayo sasa watawala wanatakiwa kukubali matakwa ya umma pamoja na kutoyapenda ya haki. Alafu kunafungua Pandora box ya friendly fires. Huyu anamshambulia huyu, huyu anamshambulia huyu. Mimi sitaki kwenda mbele zaidi ili na mimi nisingeingie kwenye mtego wa kurusha friendly fires, ila naamini wanaweza kusikia wasikie. Na katika hayo mapambano ya watawala kutaka kujilinda baada ya mauaji ya watu, kujilinda baada ya ufisadi, kujilinda baada ya uporaji wa uchaguzi, kuna watu wanaweza wakajikuta wanatumika kwenye proxy war bila kujijua. Mtu hajui tu, anarushwa agenda, anapewa agenda, anakimbia nayo, kumbe ni agenda ambayo inalenga kulinda mfumo batili na utawala haramu na utawala dhalimu. Kwa hiyo turudi kwenye mstari. Katiba mpya, free Tundu Lissu. Haki, uwajibikaji, ukweli, mauaji ya Oktoba. Mstari wa tone tone. Tushikilie hapo mpaka kieleweke. Sasa kuna swali la Salum kwamba baadhi hawapendezwi na makamu mwenyekiti, kwa ni mkakati wa kumuondoa. Ni diversion tu nyingine, kuzungumza kitu kisichokuwepo na kutengeneza kitu kisichokuwepo, alafu kizungumzo mpaka na wewe ukiamini kama kipo wakati hakipo. Diversion, deception, division haina maana yoyote. Mimi nataka niwahakikishie tu kwamba sisi kama chama na kamati kuu ya chama na sekretarieti ya chama tunafanya kazi kwa pamoja. Kunaweza kabisa kuwa na tofauti za kimitazamo kwamba hiki tupite njia hii, hiki tufanye hiki, ni kitu cha kawaida tu. Lakini watu wanajadiliana alafu mwisho wanafikia makubaliano. Makubaliano ndio haya maazimio ya kikao niliyoyasoma hapa. Tukishakubaliana tunasonga mbele kwa pamoja. Na misimamo inayotolewa na kamati kuu ya chama sio misimamo ya mtu binafsi. Sio misimamo ya alipokuwa mwenyekiti Tundu Lissu, wala sio misimamo ya mwenyekiti Doc Mox. Trust me, you need these two. New Glycolic Bright Skin Routine. Pair the serum with Melisol together with ya katiba ya chama na kanuni, ni misimamo ya vikao. Kwa hiyo misimamo hiyo inalindwa na wote, na hatujabadili msimamo wetu wowote katika lolote kuanzia mwezi Disemba, kuanzia mwezi Aprili na kuendelea. Juu ya dada yangu Upendo wa Azam, kumesainiwa maridhiano Zanzibar. Vipi kuhusu Tanzania bara? Ndio swali lako. Niseme kwamba nimefuatilia lile tukio la jana, na naamini katika wakati mwafaka pengine chama kitalizungumza zaidi na hata viongozi wetu wa Zanzibar huko watalizungumza, lakini kwa namna nilivyolifuatilia nina machache ya kusema. Kwanza, ile kauli ya rais ambaye sisi hatutambui uchaguzi wake, ya kusema kwamba wanaharakati wanafanya ugaidi, ni kauli hatari sana ikiachwa ilivyo na watetezi wa haki kote nchini. Mimi nasema haya kwa sababu kutokana na 7 yaliyotangazwa huko mitandaoni, ninavyozungumza hivi sasa, kuna viongozi wa Chadema na wanachama wako vituo vya polisi bado, na wengine